Nimekuja hapa kata ya Ihumwa kuja kukagua ujenzi wa kituo cha polisi Ihumwa. Hiki kituo kipo ndani ya wilaya ya kipolisi ya Mtumba. Kama navyokumbuka kwamba tuna polisi ya wilaya ya Mtumba ambao tuna kituo cha polisi cha Mtumba. Kwa hiyo tumeona hii huduma ya polisi tuweze kuisambaza katika maeneo mbalimbali ya wilaya ya polisi ya Mtumba ikiwemo kata ya Ihumwa. Sasa kituo hiki kimejengwa kwa nguvu za wananchi. Nimefika kukagua, kuwashukuru, kuwapongeza kwa kazi nzuri wananchi walioifanya katika ujenzi wa kituo hiki cha polisi Ihumwa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali. Kwa hiyo kuja kuwatia moyo, tumekuja na sisi tumekuja na maboksi 26 ya tarizi ambazo zitasaidia katika ukalimishwaji wa kituo hiki cha Ihumwa. Mbali ya hayo tumeona wananchi wameona watuunge mkono kwa kufanya harambee na kupata kiasi cha fedha taslimu zaidi ya milioni 1.6 lakini na ahadi vile vile tumeweza kupata. Hii inaonesha wananchi wa Ihumwa lakini na mkoa wa Dodoma kwa ujumla kuwa na utayari au uhitaji wa huduma ya polisi kwa maana ya kuimarisha ulinzi na usalama kwenye maeneo yao. Lakini kutambua kwamba ulinzi na usalama unaanza na wao pamoja na sisi sote, kwamba sio tu serikali lakini na wao wana mchango, wana jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba kuna ulinzi na usalama. Ndio maana wameshiriki kwa dhati ya moyo wao kutoa michango kwa hiari kuchangia ujenzi wa kituo hiki. Hapa Ihumwa ni mji au ni kata ambayo inakuwa kwa kasi kubwa, lakini na wilaya ya kipolisi ya Mtumba inakuwa kwa kasi kubwa, bila kusahau jiji la Dodoma. Kuna ongezeko kubwa la watu, makazi ya watu yanaongezeka kwa kasi kubwa sana. Na katika hayo uhalifu nao unaongezeka kwa sababu wahalifu nao wanaangalia nafasi ya kuweza kufanya uhalifu. Ndio maana tumeona kwamba mpango wa kujenga vituo vya polisi kwa kila kata, ambao sasa huo ndio mtazamo wa jeshi la polisi kwamba kila kata iwe na kituo cha polisi, kwa kushirikiana na wakurugenzi lakini na wananchi unao kuchangia katika ujenzi wa vituo vya polisi. Sasa kwa Ihumwa hapa ni mji ambao unakuwa kuna wakazi wengi, bila kusahau matarajio ya serikali ya ujenzi wa bandari ya nchi kavu ambayo inatarajiwa kujengwa hapa Ihumwa. Kwa hiyo sasa sisi tumeenda mbele zaidi kwamba kutakapokuwa na bandari hapa ya nchi kavu kama ilivyotangazwa, sasa kuna ongezeko, tunategemea kuwa kuna ongezeko la uhalifu. Kwa hiyo lazima tufanye maandalizi mapema kwamba tujenge hiki kituo ili kuweza kuhakikisha kwamba eneo hili linakuwa salama salimini. Babu, kama kuna huduma mbalimbali, shughuli za kimaendeleo zikiwa zinafanyika, kukiwa na uhalifu, hata maendeleo ni vigumu kuweza kupatikana. Kwa hiyo jeshi la polisi kupitia falsafa au kupitia dhana ya ulinzi shirikishi, kwa namna moja au nyingine lazima tushirikiane na wananchi, ikiwemo katika swala zima ya ujenzi wa vituo vya polisi lakini na uanzishaji wa vikundi vya ulinzi shirikishi ili kuhakikisha kwamba mkoa wa Dodoma unakuwa salama. Na hapa Ihumwa kulikuwa kuna uhalifu, lakini kulingana na ushirikiano mzuri wa jeshi la polisi na wananchi, kwa kiasi kikubwa uhalifu umepungua, umedhibitiwa. Sasa tukijenga na hiki kituo sasa, ulinzi utaimarika, usalama utaimarika. Mpaka sasa hizi tunafanya doria, misako mbalimbali, kuwatafuta wahalifu, kuzuia uhalifu, kubaini uhalifu na kutanzua uhalifu. Sasa suluhu ya yote itakuwa sasa ujenzi wa kituo cha polisi cha Ihumwa. Hii itakuwa ni wa mwarobaini wa kumaliza changamoto za uhalifu. Hii zoezi ni endelevu kwa kata nyingine, na bado kuna maeneo mengine wananchi wamejitolea kutoa maeneo yao kwa ajili ya serikali ya vijiji ya mitaa imetoa maeneo yao kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya polisi. Kwa hiyo wananchi kwa kweli wana moyo wa kutaka huduma ya polisi iwe jirani. Kujenga vituo kwenye kata itasogeza huduma za polisi karibu na wananchi.
huduma itapatikana kirahisi, huduma itawafikia wananchi kwa urahisi. Wananchi wakati mwingine wanatembea umbali mrefu kufuata huduma ya polisi. Ukiangalia hapa Ihumwa, kutoka hapa Ihumwa tulipo mpaka kufika kituo kikubwa cha polisi jamani kwa wilaya ya Mtumba ni zaidi ya kilomita 2-3 hivi. Kwa hiyo ni mbali sana. Na bado kuna maeneo mengine. Kwa hiyo unakuta wananchi wakifuata huduma kutoka umbali kukiwa kuna umbali mkubwa au umbali mrefu, wengine wanaweza kukata tamaa kwenda kuripoti matukio ya uhalifu. Lakini uwepo wa kituo cha polisi itasababisha au inapelekea muonekano wa polisi, yani polisi visibility, kwamba polisi watakuwa wanaonekana kwa wingi sana katika kata, katika makazi ya wananchi, na ushirikiano ukiwepo na wananchi, wahalifu hawawezi kuishi maeneo hayo, watakimbia au wataacha uhalifu. Lakini uwepo wa kituo hiki, hata elimu ya ulinzi shirikishi, elimu kuhusiana na masuala mazima ya ulinzi na usalama itakuwa ni rahisi kutolewa kwa wananchi.